Habari, karibu katika chaneli yetu. Leo tunakwenda kuangalia athari za mimba kuharibika pamoja na utoaji wa mimba. Tunaposema mimba kuharibika, hiki ni kitendo cha kusitisha ujauzito kabla haujakomaa, yani kabla mtoto hajafika miezi 9 na kuweza kuzaliwa. Hasa kitendo hiki kinaweza kikaleta madhara kadhaa kwa mama. Madhara haya yanaweza yakaathiri pia mambo mengine ya afya yake. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba nikikuletea mada hii kwa undani. Kama bado kujiunga nasi, basi jiunge nasi kubonyeza alama subscribe kisha kengele pembeni yake. Tunapozungumzia mimba kutoa, inamaanisha mama anaweza akafanya jaribio la kutoa ujauzito kwa sababu zake binafsi au kwa sababu za kitabibu. Tunaposema mimba kuharibika, tunawazungumzia wale kina mama ambao wanapata bahati mbaya ya mimba kuharibika. Hakupanga mimba itoke, lakini bahati mbaya imetokea, sasa mimba imeharibika. Sasa hao wote wawili wanaweza kupata changamoto zifuatazo. Changamoto ya kwanza ni upotevu wa damu nyingi. Mama anaweza kupata changamoto hii ikiwa kutakuwa na mabaki, tunasema mabaki ya product of conception, ikiwemo kondo la nyuma au mabaki ya sehemu za mtoto katika mfuko wa uzazi. Jambo hili linaweza likapelekea msukumo wa damu kuongezeka katika tumbo la uzazi, hivyo huweza kupelekea changamoto ya mama kupoteza damu nyingi sana na kupelekea ugonjwa wa upungufu wa damu, yani anemia. Changamoto ya pili au athari ya pili ambayo inaweza kutokea ni maambukizi katika mfuko wa uzazi. Maambukizi katika mfuko wa uzazi huweza kutokea kwa njia zifuatazo. Njia za kwanza ni wakati wa kusafisha. Kama mazingira ya kusafishia si salama au hayajaandaliwa katika hali ya usalama, yanaweza kupelekea mama kapata maambukizi ya bakteria. Lakini pia kama vifaa ambavyo vinatumika kusafishia ikiwemo MVA sets, curettors na forceps hazijaandaliwa katika hali ya usafi, inaweza vikapelekea mama kupata maambukizi. Lakini pia kama kutokana na mabaki yoyote baada ya kusafisha, tunataka product of conception, inaweza kupelekea mama kupata maambukizi ya bakteria. Lakini pia kama mama hata maliza dawa ipasavyo, yani antibiotics ambazo anapewa daktari, inaweza kupelekea mama kupata maambukizi katika mfuko wa uzazi. Changamoto ya tatu ni uharibifu wa mfuko wa mimba, yani uterus. Mama anaweza kupata changamoto ya kuharibika kwa mfuko wa mimba kwa njia zifuatazo. Kwanza, kupitia maambukizi ya bakteria wanaweza kushambulia uterus na kuharibu. Lakini pia anaweza kupata uharibifu wa uterus wakati wa kusafisha kwa kutumia vifaa kama forceps, vinaweza vikajeruhi vikaperforate uterus na akapata uterine perforation, jambo ambalo linaweza likaathiri pia hata ushikaji wa mimba zinazofuata. Jambo la nne ni uharibifu wa mirija ya mimba, yani fallopian tubes. Mirija hii inaweza ikaharibiwa wakati wa kusafisha au kupitia maambukizi ya bakteria, jambo ambalo linaweza likapelekea ugumu katika kushika mimba zinazofuata. Changamoto nyingine ni utasa wa kudumu. Mama anaweza akapata utasa wa kudumu kupitia njia zifuatazo. Kwanza, uharibifu wa mfuko wa uzazi kwa kupitia njia ya bakteria wakati wa kusafisha, au pia inaweza kupata utasa wa kudumu kupitia uharibifu wa mirija ya uzazi. Jambo hili linaweza likapelekea mama kupata ugumu wakati wa kushika mimba zinazokuja, hivyo kupelekea ugumba kwa urahisi sana. Changamoto nyingine ni uharibifu wa shingo ya kizazi, yani cervix. Mama anaweza akaharibiwa cervix wakati wa kusafishwa au pia kupitia maambukizi ya bakteria. Wakati mwingine cervix, mama anapata uharibifu wa mimba inapoharibika, cervix inakuwa bado haijafunguka yote. Kwa daktari anapojaribu kusafisha, atajaribu kuiforce kufungua. Hasa jambo lile linaweza likaharibu na kupelekea ugumu katika kushika mimba zinazokuja au kupoteza kirahisi mimba zinazokuja kabla ya kufika term na kuweza kujifungua. Changamoto nyingine na ya mwisho ni maumivu makali ya tumbo ya muda mrefu. Mama ambaye ameharibikiwa mimba anaweza kupata changamoto ya maumivu makali ya tumbo ya muda mrefu ambayo yanaendelea, ambayo hayakati kirahisi. Maumivu haya yanaweza kutokana na maambukizi ya bakteria katika mfumo wa uzazi, tunaweza tukaita kitaalamu kama pelvic inflammatory diseases. Lakini pia inaweza yakatokana na kama kulikuwa na mabaki katika tumbo la uzazi, mama anaweza kupata maumivu makali sana ya muda mrefu.
Cha kuzingatia, maumivu haya yakiendelea muda mrefu ni moja ishara hatari kwa mama huyu, kwani asipochukua hatua yanaweza kupelekea madhara makubwa zaidi, hata kupelekea kifo. Hivyo ni vyema mama yeyote ambaye amesafishwa au amelibikiwa, kama anaona maumivu makali ya tumbo yanadumu kwa muda mrefu, amwone daktari mapema ili apate vipimo na kuthibitisha kama ana changamoto yoyote. Vipimo ambavyo mama huyo ataweza kupima ili kuthibitisha changamoto yake: kuna obstetric ultrasound, atapigwa picha ya tumbo la uzazi ili kuona kama kulikuwa na mabaki yoyote au kama kulikuwa na changamoto yoyote, ndipo aweze kusaidiwa kwa ukamilifu. Naamini kuna jambo umejifunza. Ulikuwa nami Daktari Lenny Komba. Niambie, ni changamoto gani ambayo unahisi nimeisahau au mtu anaweza akapitia kama atalibikiwa mimba au atafanya jaribio la kutoa mimba? Nikutakie siku njema na Mungu akubariki.